Yes, karibu katika session yetu ya uchambuzi kama ambavyo ilivyo kawaida. Kila ambapo Chelsea inacheza tunakuletea uchambuzi baada ya kukamilika kwa dakika 90 za mchezo. Na leo Chelsea tulikuwa na mchezo Elland Road pale tukiwa wageni dhidi ya Leeds United na tumepoteza mchezo kwa magoli 3-1. Hapa ni wakati wa uchambuzi kuweza kufahamu dakika 90 zilikuwaje, labda ni kwa namna gani kikosi kilivyokuwa na mambo mengine ambayo yamejiri kwa dakika zote 90. Upo na mimi Sakamanti, nipo pamoja na Tosent. Ndio. Dakika 90 zimemalizika na tumeshuhudia tukipoteza mchezo dhidi ya Leeds United. Labda kwa uoni wako umeonaje mchezo ulikuwaje? Imekuwaje mpaka tumepoteza katika mchezo wa leo? Okay. Nashukuru kwanza kunipa nafasi. Katika mchezo wa leo against Leeds pale katika uwanja wa Leeds, Maresca aliingia na game plan ya kubadilisha squad, kabadilisha wachezaji almost kama 4 hivi 5 waliocheza katika mechi dhidi ya Arsenal. Ukiangalia katika mechi ya tuliocheza na Liverpool, tukacheza na baadaye tukafungwa na Sunderland. Ndio hivi mentality Maresca alienda nayo. Kwa hiyo Maresca huwa ana mtindo wa kudharau hizo timu ndogo, kwa sababu game ya leo ilikuwa inaja kumweka Reece James bench. Sijui alicheza dakika 90 mechi na Arsenal, alitumia hiyo power kubwa. What I expected leo Maresca angeanza pale nyuma na Trevoh Chalobah na Fofana kama game ya Arsenal tulivyocheza. Angemchezesha either Malo Gusto, lakini sio amemchezesha pale nyuma Tosin Badiashile, afu Chalobah ameenda kucheza kama Arabi. Kwa hiyo unaona kabisa timu ilikuwa ipandishi mashambulizi. Kulikuwa mna wachezaji walikuwa hamna ule muunganiko. Ukiangalia hata game plan ya Maresca kucheza na hizi timu ndogo ni mbaya sana, na ina mcost timu ndogo hizi mechi. Na kama ukiangalia mechi na Sunderland tumepoteza point 3 hivyo. Maresca anabadilisha kikosi tu from nowhere. I thought at the end of the day mtu kama Tosin sasa hivi umesha mtu kama Tosin kumchezesha kwenye Premier League, makosa yake yamekuwa ni back to back. Makosa yake back pass zimekuwa nyingi. Hata goli la 3 ukiangalia tulilofungwa, ile back pass ilikuwa haina umuhimu. Ilikuwa ni either kupeleka mpira mbele au kumrudishia kipa au kurudisha mpira sahihi kwa Sanchez, lakini sio ile makosa aliyofanya. Na ile makosa ni endelevu kwa Tosin. Maresca nitakuwa abadilike. So akiona mechi hii kubwa anacheza na kikosi kizuri, mechi ndogo anabadilisha wachezaji. Chelsea sasa hivi tulikuwa tumefika kwenye kipindi kizuri cha karibia Arsenal, na since ilikuwa zimebaki point 6, sasa hivi tumeexceed mpaka point 9. Tulikuwa tuna streak Arsenal, tuna force, yani tunafanya inaweza kuwezekana mpaka tunawachanganya Arsenal. Means kwamba hata game ya leo na Brentford ya Arsenal ukiangalia, yani mentality ya Arsenal ilikuwa imeshuka, lakini Arsenal wanacheza ile kitimu. Sisi hapa hakuna timu hiki, yani mchezaji mmoja akikosekana tuna mentality yote inashuka. Kwa hiyo yani inaniwea vigumu sana yani kumuelewa Maresca kwa ajili gani kwenye mechi ndogo wanazianda underrate hizo timu ndogo. Anatakuwa kikosi kile chochezesha na timu kubwa ndio hicho kianze nacho. Hakuna cha kudharau timu ndogo. Imagine Leeds walikuwa wako kwenye relegation zone, walikuwa nafasi ya 19. Leo hii tumewapandisha, tumewapa status ambayo hayakupaswa hata kuwepo nao. Tunavovai world badge hapa kifuani, inabidi tucheze world champion. Umeona? Inabidi tucheze world champion. Hii badge hapa kwenye kifuani kwetu haitakiwi tu watu waizoezo kufungwa na Leeds, kufungwa na Sunderland. Yani vitimu vidogo vimetungwa na mkazi Arsenal na Barcelona, inakuwa yani work done equals to 0. Hivi vitimu vidogo inabidi tuatandike vigoli 5-4 kwenda mbele. Tuna kikosi kipana kizuri, lakini Maresca stick na first 11. First 11 alikuwa ameshaanza kuipata, imeclick. Yani kama kikosi cha leo kulikuwa kuna wachezaji wa muhimu kama Garnacho alitakuwa sky bench, umeona, kama Gusto alitakuwa aanze. Hakuna cha Reece James kupumzika hapa, hamna cha kupumzika, ni mwendo mdundo. Maresca inabidi atumie kikosi cha nondo ili kuweza kutupa matokeo. Kwa hiyo mimi naona Maresca badilisha mtindo wake kudharau timu ndogo. Hizi timu ndogo ndio tunasema ambapo tunapata pointi zetu nyingi. Tunabidi tujiokote kwa sababu timu kubwa ziko chache. Timu kubwa ziko 5 au 6. Ukiangalia zaidi ya timu 15 zote ni timu ndogo. Kwa hiyo timu ndogo tusiziandarate wala tusizidharau.
tukaze. Kikosi kinachoanza na Liverpool na Man City na Arsenal ndio kianzo hicho na timu ndogo. Rotation ifanyike kwenye Carabao Cup na FA, lakini sio kwenye Premier League na Champions League. Tasen. Yes. Tumeona umezungumzia kwamba labda rotation ya kikosi, kwa mfano kama Reece James kutokuwepo kwenye mchezo. Haujaona kwamba labda kukosekana kwa Caicedo inaweza ikachangia pia leo kupata haya matokeo? Okay, ukiangalia Caicedo ni muhimili mkubwa sana kwa Chelsea. Mimi namuita ni engine ya kikosi chetu. Moises Caicedo ni engine na ni driver katika kikosi chetu cha Chelsea, lakini kwenye mechi ya leo ukiangalia kaka, makosa mengi yametokana na kwa mabeki wetu. Kama ukiangalia magoli ya goli la kona ile set piece, pale naona Chalobah alishindwa kuruka ile kichwa mpaka akamruhusu ile jamaa akafunga goli. Kwa hiyo ukiangalia neta, mimi game ya leo, kuna magame hizi ndogo hizi za kama Leeds, sio lazima Caicedo acheze, ndio kashapata red card. Mentality ilibidi badiliki. Muone, mentality ilibidi badiliki kwamba tumeshampoteza Caicedo, what next? Maresca alishe kikosi cha maana, anzishe first 11 ile ambayo tumeizoea ikicheza katika big match na ina perform vizuri na inaleta matokeo na ina work out. Kwa hiyo ilibidi tuingie game ya leo without Caicedo, kwamba Caicedo hayupo, what next? Kama mechi na Arsenal tulicheza bila Caicedo within 45 minutes na tukaperform vizuri. Hata game ilikuwa ina uwezo wa sisi kucheza bila Caicedo kwa sababu tulishajua hatupo naye for 3, kama tulivyocheza mechi kama tulivyocheza almost mechi 10 bila Palmer. Palmer tumemkosa almost miezi 2-3. Tumecheza bila Palmer, lakini ukiangalia mentality ilikuwa ni kubwa, tunacheza teamwork. Tulianza hadi kumsahau Palmer, kwamba yani wachezaji walicheza ile kumsahau kama mchezaji hayupo tena, tumweke pembeni, amepata majeruhi. Kwa hiyo sisi sasa hivi tulibidi wachezaji wote Maresca awaingizie mentality kwamba hatupo tena na Caicedo for the next 3 match. Kwa hiyo sasa hivi mentality inabidi ibadilike, tucheze kwa juhudi na jitihada. Umeona, Caicedo hayupo, Santos akavile pengo. Of course Caicedo pengo lake kukaviwa ni uongo, lakini Santos angalau angeweza kucheza kama kuziba ile pengo lake. Na ilikuwa inawezekana kama Maresca angeanzisha kikosi, angemwanzisha Gusto mapema, kwa sababu Chalobah kucheza namba 2 ni uongo. Chalobah hawezi kupandisha mashambulizi kwenda mbele kwa sababu Chalobah ni mzito kukimbia. Basi umesema Reece James amecheza dakika 90 mechi na Arsenal katumia power kubwa. Kwa nini asingemwanzisha Malo Gusto? Malo Gusto atakuwa aanze mechi ya leo, kwa sababu ukiangalia goli la kwanza uzembe umetokea upande huo wa Trevor Chalobah, kona ikapigwa ikaingia. Goli la pili Enzo Fernandez anarudisha pale pasi, wakatufunga goli la kizembe. Goli la tatu ndio hivyo umeona Tosin anapiga back pass ambayo haina maana. Mimi nashindwa kuelewa kwa nini back pass zinakuwa nyingi, na kuna nani back pass unabadi ya Shile na Tosin pale nyuma, back pass zinakuwa nyingi. Yani Enzo pia leo, game ya leo Enzo hajaperform vizuri kabisa. I expected kwamba kupata red card ya Caicedo, Enzo leo atacheza kwa jitihada zote, katua captain, tunamtegemea yeye pale katikati aonyeshe nidhamu, aonyeshe discipline, aonyeshe lakini Enzo leo kan disappoint sana, kwa sababu hata goli la pili ni chanzo limetokea kwake. Hata hii goli la tatu kama umeangalia, Enzo alirudisha mpira kwa Tosin akapiga mpira kwa kipa. Kwa hiyo ni back pass zilikuwa zina maana. Back pass ya pale ya Gusto, Enzo na Tosin ilikuwa haina maana. Either Gusto angepiga mpira mbele au huyo Tosin angepiga mpira mbele. Tulikuwa tumepata goli la kwanza. Ile goli la kwanza ilikuwa limeshatupa morali na nguvu. Ukiangalia hata kina Garnacho na Palmer walivyoingia, kina Pedro Neto waliongeza mashambulizi. Kwa hiyo ile goli la kwanza tulilopata lilitupa nguvu na morali. Tulipopata goli la tatu wachezaji wetu kashuka, morali kashuka. Kwa hiyo mimi I expect kwamba lile goli la pili la tatu lisingeingia, tungepata goli la pili na tungeweza either kufanya comeback, lakini tusingeweza kufanya comeback kwa sababu tumesharuhusu goli la tatu. Wachezaji ambao waliingia kwa ajili ya kuongeza mashambulizi let down, umeona, kwa sababu ya back pass za kijinga. Sanchez naye game leo hajacheza vizuri kabisa, sababu hata kama ile back pass amerudishwa na Tosin ilibidi pale aonyeshe uimara kuidaka, lakini makosa aliyofanya ndio hivyo yametukost. Kwa hiyo I hope full match ijayo na Bournemouth, Maresca atapanga kikosi ambacho ni cha ushindi. Tunataka apange kile kikosi alichocheza na Arsenal au
na Liverpool, kikosi kianze nondo ili tuweze kupata matokeo. Tusahau kwamba tupo na Caicedo, what next pale. Kama alivyomtumia Santos leo, Santos hajacheza vibaya, ni kwamba Enzo amemdisappoint sana Santos. Yani Enzo alikuwa aeleweki leo, akucheza kitimu, yani tulikuwa tunamtegemea kama captain, morali iwe kubwa pale kwenye eneo la kiungo, ndio mwenye experience, atakuwa onyesha ile ubavu wake hivyo yani. Kwa hiyo I expect mechi na inazokuja na Everton na Bournemouth, Maresca ata step up, ataonyesha kikosi nondo, atamtumia Fofana na Chalobah, kwa sababu pair Fofana na Chalobah ime work out, imetupa clean sheet almost 3 match to 4 match. Kwa hiyo I expect kwamba for the next coming match atatumia kikosi ambacho kilikuwa kinatupa matokeo na clean sheet. Tosent, tujaribu kuangalia safu ya ushambuliaji ya Chelsea. Tumeshuhudia kwenye miongoni mwa rotation, tumeona leo Estavao ameanza, lakini pia tumeona Delap pamoja na Joao Pedro wakianza pamoja, na upande wa kushoto ameanza Gittens. Labda kwenye safu ya ushambuliaji unahisi nayo ilikuwa na changamoto gani, kiasi kwamba tumekuja kupata goli mpaka ambapo tumefanya mabadiliko kutoka kwa Estavao kuingia kwa Neto, ndiko ambako kumekuja kuamsha angalau mashambulizi yakawa yanapatikana? Frankly speaking, sijaona toka Maresca ameanza kumtumia Delap na Joao Pedro, sijaona ni faida ya kutumia kumchezesha Joao Pedro namba 10 na Delap namba 9. Hiyo pair yao haijawahi ku work out kabisa kwenye kikosi chetu. What I expected match ya leo, Palma atakuwa anze, either angeanza na Joao Pedro au hiyo Delap mmoja hapo acheze namba 9. Umeona Palma pale mechi ilikuwa inamfahamu mwanzoni toka angeanza, kwa sababu hata ukiangalia mechi ya leo ile mkataa kwa ile Estevao mapema, yule beki wa Leeds alicheza vizuri sana, alimkaba Estevao alikuwa atembei. Kwa hiyo what next, kamaingiza Pedro Neto, alitumia tu pale, alitumia akili na alitumia ukocha wake, kwa sababu ukiangalia pale yule Struck na Gudmundsson wa Leeds walikuwa wamemzuia sana Estevao, alikuwa atembea, akienda tu yuko naye. Kwa hiyo I expect kwamba Maresca kumtumia Delap na Joao Pedro haija work out. Kwa hiyo kama kitu hakija work out, kibadilishe to step in na namba 9 mmoja, kwa sababu Palma sasa hivi karudi, umeona. Kwa hiyo this inabidi Joao Pedro au Delap, na mimi option naona nao aanze na Joao Pedro, kwa sababu Delap yani Joao Pedro ana offer kukimbia runs zile, kusumbua mabeki hivyo. Kwa hiyo aanze na Joao Pedro, then Delap, kama Joao Pedro hajaperform vizuri, Delap aweze kuingia. Lakini I think katika dirisha kubwa la August tulikuwa tunamhitaji mtu kama Victor Osimhen, angetusaidia sana. Mimi kumsajili Delap, Delap kumsajili na Joao Pedro, kumrudisha na Gio, yani still ningempata mtu kama Victor Osimhen, alikuwa ni zaidi ya washambuliaji tulionao kwa sasa. Kwa hiyo tumeshamkosa Victor Osimhen. What next? Inabidi katika dirisha kubwa tutafute mshambuliaji ambaye atakuwa ni hatari, umeona, ambaye clinical finisher kama kina Erling Braut Haaland, akina Mbappe, yani wale washambuliaji wanafunga, kazi yao ni kufunga lakini sio tunachukua washambuliaji ambao yani mechi 10 anafunga goli 1, goli 2. Yani tumempeleka Jackson kwa mkopo Bayern, tulitakiwa tupate mshambuliaji ambaye tutamsahau Jackson, lakini sasa hivi hatuwezi kumsahau Jackson kwa sababu Joao Pedro, Delap, Antonio akifunga magoli. Umeona magoli yetu sasa hivi, you can't imagine eti young Trev Chalobah na magoli mengi kuliko ma striker wetu. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. It means kwamba inabidi katika dirisha kubwa, na imani dirisha la Januari kupata washambuliaji ni ngumu sana. Kwa dirisha kubwa mimi hopefully la June, la August litakalofunguliwa July, hopefully tutapata striker ambaye atakuwa ni clinical finisher, atakuwa ni top scorer katika ligi aliyotoka, striker ambaye anakuofa vitu vingi, speed, accuracy,
anajiposition vizuri, anafunga magoli. Yani tunataka aina hiyo ya striker ambao wata make impact katika kosi yetu, lakini sio tunakuwa na striker ambao ni angalau striker kwa sababu hata sasa hivi ukiulizwa toka ameondoka Jackson, Joao Pedro na Delap wame step up, wame offer kitu chochote ndani ya Chelsea. Mimi naweza nikasema Joao Pedro alisaidia ndio kwenye FIFA Club World Cup alijiteleza zake tuliziona pale, lakini ile mashindano haiwezi kumunderate mchezaji kwamba ni mchezaji mzuri, sababu ilikuwa ni mashindano mechi 2, mechi 3, mechi 4. Okay, labda kama ni fluke ilimkuta Joao Pedro hatuwezi kujua, lakini mimi kama mimi nilibelieve kwamba ile dilishakuwa tungempata mshambuliaji kama Osimhen angetusaidia sana sana sana, au tungempata kama Alvarez. Yani wala washambuliaji ambao tunajua ni clinical finisher. Tumelack clinical finisher. Viungo wazuri tunao, mawinga wazuri tunao. Shida ni pale kwenye washambuliaji wetu kutumia zile kujiposition, kutumia zile nafasi zinazotolewa na mawinga wetu na viungo hawazitumii vizuri. Runs, move of the ball, even hawazitumii vizuri. Kwa hiyo unakuta mastrika yetu wanahazo sana kufunga magoli. Umeona? Kwa hiyo yani tumebidi within the mwakani kwenye summer tutafute striker bro. Yani striker ni muhimu sana katika timu yetu. Tuna viungo wazuri, ili tuone viungo wetu na inabidi tuwe na striker. Haiwezekani Chelsea mshambuliaji anaongoza kwa magoli sasa hivi. Mshambuliaji kikosi chetu sasa hivi anaongoza kwa magoli, utasikia ni Enzo, mara Caicedo, mara Chalobah. Yani ni vitu ambavyo haviingia akilini. Kwa hiyo tunahitaji tupate washambuliaji ambaye ni kama nilivyosema clinical finisher, top scorer, mshambuliaji ambaye anajielewa, anajituma hivyo. Kwa hiyo safari ya ushambuliaji bado sana. We have a long way to go. Okay, tumeshuhudia leo dakika 20 Kopama amepata hiyo nafasi. Na hapo umezungumza partnership ya Delap na Joao Pedro kwamba bado haujaelewa. Na hisi kurejea kwa Kopama inawezekana pengine ikawa ni option nzuri ya kucheza pamoja na Joao Pedro. Pengine tukamshuhudia Joao Pedro akirudi katika kiwango chake bora alichoanza nacho kwenye msimu. Lakini pia unazizungumziaje dakika 20 ambazo leo Palma amerejea uwanjani? Kwanza I'm glad Cole amerejea uwanjani. Palma ni mchezaji muhimu sana katika timu yetu. Katika misimu miwili ya nyuma iliyoisha, Palma amekuwa mchezaji muhimu na muhimu katika timu yetu. Amekuwa ni top scorer wetu. Amekuwa ni mchezaji ambaye anatuofa vitu vingi, anatufungia magoli katika nyakati ngumu. Kwa hiyo kwa Palma kurejea, hopefully ile link up yao ilikuwa imetumika katika FIFA Club World Cup ita work out kwenye Premier League, Champions League na FA na Carabao. Hopefully Maresca akimtumia Joao Pedro kama namba 9 sasa hivi, kurejea kwa Palma kunaweza kumrejesha Joao Pedro makali yake, kwa sababu toka FIFA Club World Cup ilivyoisha tukaenda tukapumzika kidogo, tukarudi, ile link up yao tuliona kwa sababu Palma alikuwa majeruhi. Na mimi natamani sana kuona connection, natamani sana kuona link up ya Palma, Estevao, Joao Pedro, Garnacho. Yani ile ile kule mbele kweni electric. Yani tukutana timu yoyote ile duniani inaogopa ule moto wetu wa kule mbele, kwa Palma, kwa Joao Pedro, kwa Estevao, kwa Garnacho, kwa Pedro Neto. Kwa hiyo hopefully Maresca atawatumia wachezaji kwa sababu ni wachezaji ambao ni washambuliaji ambao ni very active. Kwa hiyo I do believe Maresca atafanya hivyo, kuwachezesha wale kumchezesha Palma as namba 10 ili Joao Pedro aweze kurejea kwenye makali yake kama tulivyokuwa tunaona kwenye FIFA Club World Cup. Na hopefully katika upande wa Estevao, kama Estevao ataanza kumtumia kama namba 2 baada ya Pedro Neto, swala ngumu kwa sababu kuna mechi ngumu hizi zinazomhitaji Pedro Neto ku step up. Estevao anaweza kaingia kama sub, sababu Estevao akiingia kama sub anakuwa ni mzuri. Kwa hiyo hopefully Maresca atatumia hiyo mbinu ya kusoma mpira, kusoma maelekezo. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, tumalizie na kipengele cha mwisho ama swali la mwisho.
mchezo ujao dhidi ya Bournemouth ugenini Vitality Stadium tutakuwa wageni tena, kwa maana mechi ya pili mfululizo tutaenda ugenini. Labda matokeo ya leo unahisi yatamjenga mentality gani kocha Enzo Maresca, hususan kwenye selection ya kikosi? Tutegemee kuona kwamba ile winning team ambayo tumepata katika takriban michezo mikubwa kurejea, ama tutegemee bado Enzo Maresca ataendelea kuamini kile ambacho anakifanya kwamba kipo sahihi kufanya rotation kama ambavyo amefanya leo? Kwa jinsi mechi ya leo kikosi alichokipanga hakijaweka out na kimemletea matokeo negative, na imani comments za mashabiki kwa mitandaoni, Instagram ukiingia, watu wanamblame Maresca, anazi underrate timu ndogo, anazidharau. Kwa hiyo hopefully mechi na Bournemouth atachezesha ile winning squad ambayo tunaifahamu. As number 1 anacheza Roberto Sanchez, number 2 amtumia Reece James, number 3 amtumia Cucurella, number 4 aende na Fofana, 5 azibe na Trevoh Chalobah, 6 kwa sababu Caicedo hayupo, backup yake itakuwa ni Andre Santos, 7 atamtumia either Estevao au Pedro Neto, 8 atacheza Fernandes Enzo, 9 atamtumia Joao Pedro, 10 atamtumia Palma, 11 aende na Garnacho anakofa vitu vingi kuliko Gittens. Kwa hiyo akitumia hicho kikosi alafu sabu ndo akina Gittens, akina Delap, akina Gui, sabu kama hizo zikiwepo, kina Badia Shila, kina Tosin, kina Hato, wawepo sababu kama kawaida. Lakini kikosi kama hicho nilichokitaja kikianza mechi na Bournemouth, I do believe Bournemouth haiwezi kutoka kwa hicho kikosi hata iwaje. Na hata kikosi kingeanza hata mechi ya leo na kuhakikisha hakuna mtu angetoka kama kikosi angeanza hivyo leo, sababu there is no need the way anamweka Fofana eti hapa mpumzisha kasa amecheza mechi 2. Kwa nini mpumzisha mchezaji ambaye mchezaji yuko active anaweza akacheza? Kazi yake ni kucheza, unampumzisha nini? Unapumzishaje winning squad yako? Unajua kabisa ukipumzisha ile winning squad yako kamtoa mmoja, haupati au tena na winning squad. Kwa hiyo Maresca ajifunze kitu kimoja, ili timu tuweze kuita winning squad lazima wale wachezaji wa winning squad wawepo wote. Akikosekana mmoja tayari ni pengo. Tumeshapata pengo la Caicedo. Sasa hivi mechi ya leo tulitegemea atamtumia Reece James, hakuna cha kupumzika, Caicedo hayupo. Reece James hata bora leo angecheza kiungo basi Santos angekaa bench. Kwa hiyo mimi na do believe mechi na Bournemouth makosa aliyofanya leo hata yarudia, kwa sababu ya makosa yanaturudisha nyuma kaka. Sasa hivi tumekuwa tunamfukuzia sana zingebaki point 6 zile, sasa hivi tunashika 9 points. Sasa hivi tusharudi nafasi ya 4 na tunafika step up nafasi ya 3. Kwa hiyo yani we have a long way to go. Na always December unakopoga sio mwezi mzuri sana kwa Chelsea. Hata ukumbuka last season tulifungwa na tulipoteza mechi hivi kizembe. Tulifungwa na Ipswich Town kama unakumbuka, akina Delap kwenye December hii. Kwa hiyo December inabidi Maresca abadilike kabisa. Hii December ni kipindi cha festival seasons. Kwa hiyo tunahitaji Chelsea kipindi cha December itupe raha zaidi mashabiki. So tunakula Christmas kwa shida. Kwa hiyo Maresca inabidi kipindi cha sikukuu hizi mechi za Bournemouth, Everton, inabidi a step up. Inabidi tupate matokeo by any means. Okay, poa, ni kushukuru Tosent kwa uchambuzi, na niwaambie tu wale ambao wanatufuatilia kupitia Darajani 1905 ni kwamba tumefika ukingoni, ama tumefika mwisho uchambuzi wetu, mchezo wetu wa leo ambao tumepoteza dhidi ya Leeds United. Na kwa sasa niweze kusema kwamba tutakutana tena kwenye uchambuzi mwingine katika mchezo unaofuata Disemba 6, kwa maana Jumamosi majira saa 12 kamili za jioni kwa saa zetu huko Afrika Mashariki, mchezo ambao Chelsea tutakuwa ugenini katika uwanja wa Vitality Stadium dhidi ya Bournemouth. Kwa sasa nikutakie usiku mwema. Bye bye.